mpiga kura, una kitambulisho na umejiandikisha kwa ajili ya kupiga kura siku ya tarehe 29 na umejipanga kumchagua Dr. Samia Suluhu Hassan, nyosha mkono. Kweli wapolo washosha ng'ombe, Nzega yetu, mama yetu, aluta, mapambano, kazi na utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Katibu Mkuu mstaafu na mratibu wa kampeni za Chama cha Mapinduzi kanda ya kati, kaka yangu Dr. Bashiru, ndugu yangu Medi, huku kwetu tunamfahamu kwa jina la Medi NBS, mneki wetu, waheshimiwa wagombea wenzangu, lakini vile vile naomba nitambue dada zangu na rafiki zangu wote waliotoka maeneo mbalimbali kuja kuniunga mkono, na washukuruni sana. Karibuni Nzega. Hapa wanaita Nzega Katanga, na huu uwanja kwa sisi tuliozaliwa zamani tunauita uwanja wa Gaza. La pili, mtumie nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutupa uhai na kufika siku ya leo. Tunamshukuru sana. Lakini ndugu mratibu, naomba unipelekee salamu zangu za shukrani kwa kuwa wewe unamwakilisha katibu mkuu wa chama chetu, kumshukuru katibu mkuu, secretariat na kamati kuu ya chama kuniteua kuwa mgombea wa ubunge wa jimbo la Nzega mjini. La tatu, nitumie nafasi hii kuwashukuru sana wazee wangu wa Nzega, viongozi wa dini kwa dua ambazo wamekuwa wakiniombea siku zote. Nawashukuruni sana. Niwashukuru wana CCM wa jimbo la Nzega mjini. Asanteni sana kwa imani ambayo mmeendelea kunionyesha siku zote. Lakini niwashukuru sana sungusungu wa kata 8 za vijijini. Nawashukuru sana wana usalama. Mheshimiwa mgeni rasmi, mambo yalipita hapa kwenye kura za maoni. Watemi wa sungusungu wakakaa wakatangaza ultimatum, wakasema mtu yoyote ambaye siye mkazi wa jimbo la Nzega mjini na kata zetu 8 za vijijini, ikifika saa 12 jioni wanamweka chini ya ulinzi, kwa sababu tulivamiwa na wauni kidogo hapa. Nawashukuru sana walinzi wa usalama, walilinda heshima ya jimbo hili, wakazilinda kura za CCM na wakalinda kura zangu. Asanteni sana. Huu ndio umekuwa utamaduni wetu toka mwaka 2010. Ushindi wa Hussein Bashe katika jimbo hili unatokana na nguvu ya umma na wananchi wa jimbo hili. Historia yangu ya kisiasa iko wazi, Dokta, na wewe unaifahamu. Imekuwa na mapito mengi, lakini walioendelea kulinda heshima ya mji huu walikuwa wana CCM wa jimbo hili, na mimi nawashukuruni sana. Nitaendelea kuwaheshimu na kuwatunza kwa kadri ambayo Mwenyezi Mungu atanijalia. Mimi sio mtoto wa magorofani, si ndio jamani? Nimezaliwa wapi?
Uswahilini. Dr. Bashiru, kule nilikozaliwa mimi, nyumba moja ilikuwa inatoa timu ya mpira na reserve. Tunafahamiana na tunafahamu shida za Nzega. Ndugu mgombea, ndugu mgeni rasmi, leo nasimama hapa kama mgombea wa Chama cha Mapinduzi kwa mara ya 3 kuomba kura. Historia yangu wote wanaifahamu. Nilipotoka shule 2005, Dokta, niliomba kura hapa. Hawa masela hawa ndio walikuwa wanatengeneza poster za black and white. Sina mia sina nini, wanabandika kwa wajumbe na kuambia mchagueni huyu. Kweli baba, kweli baba. Mwaka 2010 nikarudi tena, wakafanya kampeni, nikapata kura 1014. Aliyenifuatia akapata 2000, aliyenifuatia 1500. Chama hakukuniteua, lakini nikarudi nikasema chagueni chama. Tukaendelea kufanya kazi za maendeleo katika jimbo hili. 2015 nilisimama hapa. Nakumbuka nilimwambia marehemu Dr. Magufuli, nikamwambia mzee, sikuombi chochote na kuomba mambo mawili. Hapa Nzega tunategemea maji, hako katenki yako. Lakini la pili, sisi Nzega migodi imekwisha. Wamekuja wazungu, wamebeba dhahabu, wameondoka nazo zote. Na mimi naenda bungeni, siendi kuwa wa ndio mzee. Na mimi nakushukuru ulipoteuliwa ukatibu mkuu, ulinipa moyo sana nikiwa backbencher katika bunge. Na ukasema hoja hujibiwa kwa hoja. Nikasema migodi wamemaliza, wametuachia mahandaki eti yatajaa maji baada ya miaka 200. Nikaambia sasa tumebaki na kazi za umachinga. Hapa parking wanafukuzwa vijana. Ninaomba hili eneo ligeuke kuwa eneo la wamachinga. Baada ya hapo tukakabidhiwa hili eneo, tukaambiwa ni eneo la wafanyabiashara. Hivi vibanda wanajenga wananchi wenyewe vyote hivi. Kweli baba, kweli. Na welding zinachomelewa hapa hapa na maisha yako hapa. Tukaanza safari ya mabadiliko. Dr. Samia akaja Nzega, nikaenda naye kata ya Mbogwe. Nikamwambia mama, fanya yote, mimi maji sina jingine. Maji ndiyo shida namba 1 ya jimbo la Nzega mjini. Napenda kutumia nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa miaka 4 leo kata zote 10, vijiji vyote 21, vitongoji vyote 176 vina maji katika jimbo hili. Sisi leo dokta, tunasimama hapa tunajadili hatua ya pili ya kujitoa katika utegemezi wa Kashiwasa huko mbele. Leo umeme ukikatika Kashiwasa, nao maji ya Ziwa Victoria yanakatika. Tunaanza miaka 5 ijayo safari mpya ya kujenga chujio katika bwawa la Kilimi ili liwe ni mbadala pale ambapo maji ya Ziwa Victoria yanakuwa kwenye matatizo. Na namshukuru Mheshimiwa Rais, tayari mradi huo umeidhinishwa
tutautekeleza katika miaka 5 ijayo. Na kwa taarifa, hili ndio jimbo pekee Tanzania nzima, mikoa yote inayotumia maji ya Ziwa Victoria inalipa shilingi 1,500 kwa unit. Ukienda kwa Neto wanalipa 2,200. Ukienda kule kwa Luhende 2,000. Ukivuka tu kwenda Shinyanga 2,000. Igunga 2,000. Siri ni moja, wakati unajengwa mradi huu, wakati huo naibu waziri ni Kamwele, saa 12 jioni nilimchukua hapa, mimi nikiwa mbunge wa kawaida, nikampeleka bwawa la Kilimi, nikamwambia ninaomba connection ya maji kutoka katika bwawa hili iunganishwe kwenye mtandao wa maji ya Ziwa Victoria. Nusu ya maji tunayotumia yanatoka Kilimi, nusu yanatoka Ziwa Victoria, ndio maana tunalipa shilingi 1,500. Hivi ninavyoongea leo tumeanza mradi wa maji safi na maji taka. Eneo la kumwaga maji taka limeanza, na sasa tunatafuta fedha kwa ajili ya kutengeneza mtandao wa maji taka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mfumo wa maji taka katika mji unaanza kujengwa. Lakini vile vile ninaposimama hapa, mwaka huu tayari tumeshaagiza mabomba yenye thamani ya bilioni 1.6 kwa ajili ya kusambaza maji kwenye makazi mapya yanayojengwa katika mji huu, kwa sababu mji unaendelea kupanuka na watu wanaongezeka. Kwa hiyo huduma lazima muanze kuwaza miaka 2, miaka 3 ijayo, 5 ijayo, hali ya Nzega itakuwaje. Tayari tumeshapata fedha na tayari tenda hiyo imeshatangazwa. Sisi wakati nachaguliwa, watoto walioenda high school walikuwa 47. Mwaka huu tumepeleka watoto walioenda kidato cha 5 na 6, lakini vile vile walioenda vyuo vya kati watoto 650 katika jimbo. Niliwaambia wenzangu, elimu ndio kitakuwa ni kipaumbele changu, kwa sababu mimi nimekulia sokoni, nimecheza mpira hapa, nimeogelea Bozo Magita, nimecheza na Masela hapa Nzega. Kilichonitoa hapa ni fursa ya wazee wa Nzega walionipeleka Badri na kunipeleka Ununio na kwenda chuo kikuu. Ninaamini ukimpatia mtoto wa maskini elimu, hata atakavyokabiliana na maisha ya familia yake ni tofauti na yule ambaye hajaenda shule. Niwaahidi ndugu zangu, tutaendelea kushirikiana kusaidia watoto wetu kwenda shule. Programu ya ofisi ya mbunge kuendelea kusomesha watoto, kuwasaidia ada, kuwasaidia vifaa vya shuleni, hiyo imekuwepo kabla sijawa mbunge. Nimekuwa mbunge, nimekuwa naibu waziri, nimekuwa waziri. Tutaendelea kufanya hivyo kadri ambavyo Mwenyezi Mungu atatujalia huko mbele tunapokwenda. Leo tuna sekondari kata zote, leo tuna umeme kata zote, leo tuna maji kata zote, leo tumejenga zahanati kata zote, tumeanza kujenga vituo vya afya. Amesema mdogo wangu Salimu baadhi ya maombi, na mimi waahidi tumeanza ujenzi, tumepata fedha za World Bank kwa ajili ya kujenga barabara za lami kilomita 10 katika mji. Mradi huu unaanza mwezi wa 9, lakini tumepata fedha kwa ajili ya kujenga soko kuu, machinga na paki. Na nataka niseme hapa, madiwani wenzangu wako hapa na wananifahamu vizuri sana. Ni hivi, tunajenga soko kuu, machinga na paki. Kila mwenye kibanda ndani ya soko kuu, mradi ukikamilika, atarudi kwenye kibanda chake.
Mnakumbuka hapa mwaka 2016-17 ilitolewa amri mkoani kwamba wananchi wanyang'anywe vibanda vya sokoni. Nikawaambia wasubiri mimi niondoke kuwa mbunge, kwa sababu sisi tuliozaliwa mji huu, lile eneo lilikuwa la Chama cha Mapinduzi. Ndio maana kuna wazazi hoteli ilikuwemo mule ndani, alikuwa anauza Mama Ashura. Stendi pale ilikuwa eneo la Chama cha Mapinduzi toka enzi za TANU. Wazee ndio waliojenga vibanda, ni wananchi. Jukumu la halmashauri ni kuchukua ushuru tu. Kwa hiyo tumepata fedha. Alikuja Mama Samia akakaa hapo kwa kina mama ntilie, ametupa fedha za kujenga soko. Haina maana tukimaliza ujenzi tuwanyang'anye wananchi. Kila mwananchi atarudi kwenye kibanda chake. Eneo la wamachinga tunabomoa hapa, tunajenga vibanda, na tumeshakubaliana na mkurugenzi wa halmashauri watapitisha fomu ya kumworodhesha kila mtu aliyomo kwenye kibanda cha wamachinga anayekimiliki. Tukimaliza ujenzi anarudi kwenye kibanda chake kuendelea na maisha. Haya mambo ya roho mbaya eti kajenga kibanda ndio, lakini anakodisha. Wewe shida yako nini? Shida yako nini? Kajenga, tulivyotangaza jengeni, wakajenga. Wewe halmashauri njoo chukua ushuru wako. Tulianzaga na 10,000, tukafika 20, tukapanda 30, sasa hivi tunachukua 50,000. Maisha yakibadilika ushuru utapanda, lakini mmiliki halali wa kibanda atabaki mwanamzengo. Kwa hiyo utaratibu utakuwa kama ufuatao. Tutaanza kujenga kwa wamachinga. Tukimaliza tunawatoa wa sokoni tunawaleta hapa. Tunajenga soko, wa soko tunawarudisha sokoni. Halafu wamachinga wanarudi kwenye vibanda vyao. Hiyo ndio utakuwa utaratibu. Lakini tunaanza kujenga soko la Kachoma na mkandarasi amepatikana. Bahati nzuri mpaka sasa bado na saini Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo mimi ndio waziri, kwa hiyo na saini. Kwa hiyo mradi wa soko la Kachoma unajengwa. Machinjioni panabomolewa, panajengwa kuwa soko la nafaka. Soko la kwa watu wa zamani, nikisema soko mjinga, watoto wa miaka 2005, 2000 hawajui. Wanajua kwa jina la soko la Kariakoo. Na lenyewe tunabomoa, tunajenga. Soko la ushirika tayari mkandarasi yuko site. Halafu pale soko la Kikwete tunapabadilisha kuwa ni eneo la watoto kuchezea. Tutafunga vifaa vyote muhimu katika halmashauri ya mji wa Nzega ili watoto wakae pale wawe wanacheza. Zamani mgeni rasmi, sisi tu utotoni tulikuwa tunacheza hapa. Sasa pamegeuka ni eneo la biashara. Lakini jambo jingine, tutakuwa na hospitali ya shufaa na rufaa katika mji wa Nzega. Inajengwa Ipazi na tayari eneo limeshatolewa. Lakini vile vile tumeanza ujenzi wa chuo cha VETA. Tumeanza ujenzi wa shule ya amali. Lakini vile vile tunajenga kituo kikubwa cha kuhifadhia nafaka kama kanda ya taifa ya uhifadhi wa chakula eneo la Itiro.
Tunayafanya haya kwa ajili ya kuigeuza Nzega kuwa kituo cha kibiashara. Tunajenga parking ya maroli pembeni ya stendi mpya, na fedha tumeshapata. Mwezi wa 9 huu wa 10 inatangazwa tenda kwa ajili ya ujenzi. Haya yote tulimuomba Mheshimiwa Rais mwaka jana mwezi wa 10 alivyokuja, na mimi nilifanya jitihada zote, nikamwambia mama, twende ukaone mahali ambako wananchi wa Nzega ndio shughuli zao za maisha zilipo. Akaja, tukaenda naye, akakaa na kina mama wauza kahawa na wauza samaki wakavu, akaingia soko kuu. Nikamwambia hapa Nzega sisi kata 10 hizi ni mji, tunaomba utujalie mambo haya. Napenda kuwatangazia kuwa haya ndiyo mambo ya msingi tutakayoyapa kipaumbele katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Hivi ninavyoongea, tumeanza programu ya ujenzi wa mabweni katika shule za vijijini ili watoto wa kike wabaki shuleni. Lakini sekondari yetu ya wasichana ya Mwanzoni na yenyewe tumeipatia fedha kwa ajili ya kuanza kuipanua, kujenga kidato cha 5 na 6. Na mimi nitumie nafasi hii kuwashukuru sana sungusungu wa jimbo la Nzega mjini sana, na niseme mgeni rasmi, hizi shule zote tulizojenga na mfumo wa force account, TAMISEMI walikuja hapa mwaka 2016 kujifunza namna gani unahusisha jamii katika ujenzi wa miundombinu ya elimu. Wakakuta sungusungu wanagonga kengele, wanawahamasisha wananchi kuchimba misingi ya shule, wanapika chakula, wanatoa mafundi bila kulipa, halafu wao serikali wanatuletea fedha kwa ajili ya kukamilisha maboma. Ndio walijifunzia hapa, na walijifunzia Mwanzoni, walijifunzia kata ya Nzega ndogo anayotoka Mzee Jomanga. Leo tunaanza safari ya kuzibadilisha shule zetu kuwa na mabweni. Tunaanza safari ya kuongeza idadi ya shule za kidato cha 5 na 6. Tunapokuwa na soko kuu la kibiashara kama hili tunaloanza kujenga, maana yake shughuli za kiuchumi katika mji huu zitabadilika. Tunapojenga parking ya maroli, maana yake mizigo yote mikubwa itashukia parking, halafu wafanyabiashara wenye vigari vidogo vidogo watafanya biashara za kubeba mizigo kutoka kule kuingiza sokoni mjini. Tukikamilisha mradi wa soko na parking na stand ya zamani, tutaifunga hii barabara. Tutaifunga hii barabara ya Msikitini, tutaifunga barabara ya Haibe. Hizi zitakuwa barabara kwa ajili ya wafanyabiashara kuweka bidhaa zao barabarani na kuuza kama wamachinga wa kawaida. Tutafungua barabara ndogo iliyokuwa inapita zamani kwa Salum Rashid kutokea Msikitini, tutaiwekea lami, na yule muuza mbao pale anajua yuko barabarani, tutabomoa ili tuipitishe ile barabara, tuanze kuwa tunaitumia hiyo barabara kuingiza mizigo mjini. Tutaifungua barabara inayopita nyuma ya duka la Mzee Swai kwenye choo kile cha stand cha CCM kule nyuma. Tutaifungua ile barabara, itaungana na barabara ya Tabora. Ninafahamu maamuzi hayo yatagusa baadhi ya vibanda vya Chama cha Mapinduzi. Sasa kama vibanda vya chama vinaguswa, wewe vya kwako kwa nini visiguswe? Na sisi hapa Nzega, ndugu mgeni rasmi, huwa tunaambianaga ukweli. Nakumbuka mwaka 2015 ndugu yangu Mashiri yule pale tena yuko leo.
nilimtangazia hapa jukwaani, nikaambia na kunyang'anya choo hapa na mimi naomba kura mwaka 2015. Kwa hiyo tunaambiana, kwa sababu haya ni maendeleo, yana gharama. Ili tuweze kufikia tunakotaka kukwenda, kuna maumivu kidogo tutakabiliana nayo. Kwani tunapobomoa soko, tunapobomoa hapa, kuna watu watapoteza wateja kwa muda mfupi kwa ajili ya maslahi ya muda mrefu, lakini lazima tujenge.